Nimezungumza na washiriki wa zoezi hili la yoga. Wao wanasema leo hiyo wamefurahia kweli kweli, hasa kwanza ni kuimarisha afya zao, afya ya akili pamoja na afya ya mwili, na kikubwa zaidi wanasema wameimarisha mshikamano kati yao. Kwa majina naitwa Catherine Siame, ni mwanafunzi wa chuo cha ustawi wa jamii. Mazoezi kwa kweli nimeenjoy, tumejifunza, ndio mara yetu ya kwanza kuenjoy hapa yoga. Tunashukuru High Commission of India kwa kutualika ustawi wa jamii kushiriki haya mazoezi. Tunafurahi na tumeenjoy, tumerefresh mind. Hivyo. Unaambiaje wa Tanzania hasa vijana kushiriki kwenye mazoezi kama haya? Na wahamasisha vijana washiriki kwa wingi ili waje washiriki kupata refresh ya kufresh mind na kujifunza pia. Tunashirikiana na mnajuana watu wengi, tumetoka sehemu mbalimbali, kwa hiyo ukija unakuja kujiona na watu wengi tofauti tofauti, unapata marafiki. Jina naitwa Eva Esro. Kwa yoga ya leo nimeiona ipo vizuri sana, imenisaidia kupunguza stresi, imenisaidia kuimarisha afya ya mwili, so nimeiona nzuri. Ninawakaribisha pia watu wengine wakaweza kushiriki ama waweze kufanya manyumbani kwao ili kuendeleza afya nzuri ya miili yao. Unaambiaje hasa nimesikia wanafunzi wa ustawi wamekuja hapa. Unaambiaje wanafunzi, manake ni wengi Tanzania hii. Unawapa ujumbe gani kufanya mazoezi ya yoga ili kuzifanya akili zao zichangamke, na naambia ukifanya mazoezi vile vile akili yako inakuwa ni shapu sana darasani, unaweza kufaulu zaidi mitihani. Kwa kuwa ukifanya yoga inasaidia kupunguza stresi, ni muhimu sana kufanya yoga ili kupunguza stresi, ili kuingiza material mapya ndani ya akili yako. Kwa majina naitwa Michael Adam, ni mwanafunzi wa chuo cha ustawi wa jamii. Kiufupi yoga nilikuwa nasikiaga tu. Siku leo ndo experience ya kwanza kupitia. So nimefurahi mazoezi na pia nitakuwa mwendelevu kufanya nilichojifunza leo. Una ujumbe gani kwa Watanzania kufanya mazoezi ya yoga kwa ajili ya afya zao? First inatuchochea ushirikiano. Cha kwanza inatusaidia kuondoa matatizo ya akili. Kwa majina anaitwa Esther Joseph Mkaragare, anatokea Shaban Robert. Kwa kweli siku ya leo nimeenjoy katika zoezi yetu ya yoga. Yaani mazoezi ni bora. Hapo unavyoniona age imeenda, lakini niko vizuri sana. Tunahimiza tufanye mazoezi ya Tanzania. Mazoezi yanajenga afya, yanaondoa maradhi. Hapa age yangu mimi ni miaka 48, lakini ukiniona ni kama mtoto wa miaka 25. Asante sana, tunafurahia mazoezi ya yoga. Na tumeambiwa kwamba mazoezi haya yanafanya mwili upate afya. Hii inawaambia nini wa Tanzania? Maana kuna afya ya akili pia na afya ya mwili. Ni kweli, kuna afya ya akili na afya ya mwili. Kwa Watanzania ninachowaambia, mazoezi ni afya. Kwa hiyo tusisitize au tuhimize kufanya mazoezi. Mazoezi ni bora. Kwa majina naitwa Coach Rema Mgunda. Nimehudhuria maadhimisho ya yoga. Tumefanya yoga kwa ajili ya afya kwa muda wa dakika 45. Mazoezi ya yoga yanaimarisha afya, yanapunguza pressure, yanaweka viungo vya mwili vinakuwa sawa. Hivyo tunaomba hata baada ya haya maadhimisho basi kila mmoja ajenge tabia ya kufanya mazoezi ya yoga akiwa nyumbani, kwa sababu hayahitaji eneo kubwa sana kwamba utafanya yoga. Even ukiamka hata chumbani unaweza ukajipa dakika 45 na ukafanya mazoezi ya yoga. Naambiwa kwamba mazoezi haya pia yanaleta watu pamoja, kuimarisha undugu jamaa, lakini kama unavyojua yanahimiza amani na mshikamano. Hiyo unazungumzaje kama kocha? Ni kweli kabisa, mazoezi kama yanajumuisha jamii mbalimbali. Kwa mfano tu hapa Tanzania tumejumuisha watu kutoka wilaya mbalimbali, wakubwa, wazee na watoto. Tunajenga urafiki na kufahamiana. Na ujumbe gani sasa kwa Watanzania kuendelea kufanya mazoezi? Sio lazima ya yoga tu, lakini mazoezi kwa ujumla ili kulinda afya zao. Nikiwa kama kocha, mazoezi kwanza kubwa zaidi yanajenga uhusiano, ni ajira. Pia tupende kufanya mazoezi kwa afya, sio kwa sababu ya matukio fulani tusubiri yoga ndio tufanye mazoezi. Nikiwa kama kocha
Mimi mwenyewe umri wangu na karibia miaka 47, lakini ninaweza nikacheza, nikakimbia, na ni kocha wa michezo mbalimbali ikiwa mpira wa miguu na michezo mingine mingi sana. Hivyo naomba Watanzania tuendelee kuimarisha afya zetu kupitia mazoezi, sio lishe tu, hata mazoezi pia yanaimarisha afya. My name is Shanti Shankar, and with me I've been doing yoga for 22 years and I'm a great fan of yoga. I don't miss this occasion at all, and I try to motivate everyone. It's really wonderful, and everyone, it's not that you do only today. Everyone should practice it every day. It really keeps you healthy and fit. The message to the Tanzanian to do yoga every day. Yes, at least every day, even 40 minutes each one is able to do, it will keep you fit, you know, it keeps you so active. With me, I start my day in the morning, 4:15 to 5:15, I do yoga every day. So once you do that, you can be active throughout the day. You won't feel the fatigue at all. So I encourage everyone to do yoga. Umejifunza nini kutokana na mazoezi ya yoga? Kwa jina naitwa Lisa Manfred Loga. Nimejifunza a lot of things kufanya mazoezi, namna unavyoweka akili itulie kufikiria vitu. Yeah. Una ujumbe gani kwa Watanzania kufanya mazoezi? Ujumbe wangu kwa mazoezi ya leo yanatusaidia kuconnect baina ya watu sisi wa Tanzania na watu wengine ambao itatusaidia kusaidiana kwa maisha ya mbele.